لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من الضلال ومن النار، آمين. وبعد، أولا أوصيكم ونفسي بالتقوى الله عز وجل وطاعته فقد فاز المتقون. إخوة الإيمان, jambo la mwanzo kabisa napenda kuihusia nafsi yangu na kuwahusia enyi ndugu zangu katika imani juu ya kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani wamefaulu wale ambao wenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Na Allah subhanahu wa taala anasema, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, hakika si vinginevyo Allah subhanahu wa taala ni mwenye kukubali amali za wale ambao wenye kumcha yeye subhanahu wa taala. Ikhwata al-iman, biauni llahi taala, leo tutazungumza juu ya maudhui ambayo tulionayo kwa muda huu, na muda huu tulionao kwamba wako wenzetu, baadhi wako kwenye Idi na wengine wako katika saumu yaumi Arafa, katika funga ya siku ya Arafa. Ala kulli hali, sote tuko kwenye ibada na kila mmoja yuko kwenye ibada, na wote hawa walioختلفiana katika hali hii, hawa wote ni Waislamu na wote ni ndugu. Innamal mu'minuna ikhwa, Waislamu wote ni ndugu. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk, hawatoacha watu katika umma huu kuwa wenye kukhtalifiana isipokuwa wale waliorehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ikhtilaf hii ipo, ikhtilafu ipo. Inachokatazwa ni iftiraq, kufarikiana. Huko ndio kumekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba tumeambiwa wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni na kamba, yani dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, nyote kwa pamoja, wala msifarakane. Ama ikhtilafu ni jambo lipo, watu wanaختلفiana katika rai mbalimbali, katika mitazamo mbalimbali, lakini kufarikiana, kutengana ndiyo jambo ambalo limekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala amelikataa jambo hili. Kwa ikhwata al-iman, kama ilivyo katika masala ya mwezi wa Ramadhani, kadhalika ikhtilafu hizo zimekwenda mpaka katika mwezi huu, mwezi wa Dhulhijja. Wengine wanaona mpaka waone, wengine wanasema mwezi ukiandama umefanya nini? Umeandama kwa ulimwengu mzima. Masala hayo ulama wameeleza katika vitabu na yananukuliwa. Kuna kauli ya wahdatu alhilal, yani mwezi ni mmoja, na kuna kauli likulli baladin ru'yatuhu, kwamba kila watu na mji wao na nini wanaona wao mwezi.
ni masala yamerithiwa, yana miaka mingi, kwenye vitabu yametajwa katika kila mahali. Kwa hivyo ndio maana utakuta wako ambao leo wameswali Idi na wengine wakasema hapana, sisi leo tutafunga, tutaswali kesho. Ikhwata al-iman, ama tumeshuhudia na tumeona hujjaju Baitullah al-Haram, wao jana walikuwa katika siku ya Arafa na leo wao walikuwa katika siku ya Idi. Na baada ya hapo, baada ya leo kutaendelea siku 3 ambazo ni ayamu tashriq. Siku hizi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba walikuwa wakitumia kwa ajili ya kuanika nyama za mazao wenzetu. Hakukuwa na mafriza kama zama zetu hizi. Kwa mahujaji walivyokuwa wakichinja wale wanyama fi yaumi nahar, katika siku ya kuchinja, wanachukua zile nyama, wanafanya nini? Wanazianika katika jua, kwa sababu kama utaziwacha bila kuzianika zitaharibika na zitaweza kutumika tena. Sasa ili ziweze kutumika kwa muda mrefu, basi zinaanikwa. Lakini kwa sasa hivi mafriza yamejaa, zinawekwa kwenye mafriza, na wengi huwa wanaona zile nyama zinaletwa katika nchi kama hizi za Kiafrika na nchi ambazo hawana uwezo, zinaletwa ili kuwagawia watu wapate kuzitumia. Kwa hiyo ikhwata al-iman, kuna baada ya umul Idi kuna ayamu tashriq. Sasa biidhnillah taala, ili twende vizuri sote, utakuta tumeshare katika siku ya Arafa. Sote tunafunga siku ya Arafa, sawa. Hiyo wewe umefunga jana au umefunga leo, lakini unafunga nini siku ya Arafa? Wako waliona Arafa yao itakwenda na mahujaji, yani hujaji Baitullah al-Haram wanapokuwa katika viwanja vya Arafa, ambao ni yaumu Arafa, siku ya 9. Siku ile watu wamefunga, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma suila an siyami yaumi Arafa faqala yukaffiru sanata almadhiya walbaqiya, kwamba somo hii ya Arafa inasababisha mtu kufutiwa madhambi ya miaka miwili, mwaka ule na mwaka ujao. Kwa kuna faida kufunga siku moja tu, hiyo siku ya nini? Ya Arafa, unasamehewa madhambi ya miaka miwili. Lakini hii somo si kwa wale waliokuwepo katika viwanja vya Arafa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenyewe anapokelewa, amekataza, anasema naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sawmi yaumi Arafa bi Arafa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kufunga siku ya Arafa au funga ya Arafa kwa mtu aliyekuwa katika viwanja vya nini? Vya Arafa, kuonyesha kwamba somo ya Arafa inafungwa kwa wale wasiokuwa katika viwanja vya nini? Vya Arafa. Ama waliokuwa katika viwanja vya Arafa wao hawafungi. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kawaida yake, alipokuwa katika mji wa Madina alikuwa hafungi siku hii ya nini? Alikuwa akifunga siku ya Arafa, alikuwa akifunga siku ya Arafa wakati yupo katika viwanja vile. Alipokwenda katika hijjatul wadaa, Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko katika Arafa, ikawa watu wanataka kujua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kafunga au yuko kwenye somo bado, kwa sababu kawaida yake kufunga ile siku ya Arafa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaletewa nini? Akaletewa chombo cha maziwa, akanywa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akanywa maziwa yale akiwa katika kiwanja cha Arafa, kuonyesha kwamba siku ile yeye hakuwa amefunga, na ndio maana akakataza kufunga kwa mtu aliyekuwa katika viwanja vya Arafa. Kwa hiyo kuonyesha kwamba wanaofunga ni wale ambao hawako katika viwanja vya nini? Viwanja vya Arafa. Ikhwata al-iman, yaumu Arafa ni yaumun adhim. Siku ya Arafa ni siku kubwa sana,
ni siku yenye utukufu mkubwa sana. Siku hii ambayo mahujaji hufika katika viwanja vya Arafa na kuswali swala ya dhuhuri na alasiri kwa jamu taqdim, wanatanguliza swala ya alasiri katika wakati wa nini, wa dhuhuri, wanaziswali kwa pamoja na wanazitanguliza ili wapate fursa na muda mrefu zaidi wa kufanya dua kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani walikuwa kama wangefanya kila swala na wakati wake, huenda ingeingia jambo mtu akachukua udhu na nini, mambo yanakuwa mengi. Kwa hiyo ile unazikatisha zile dua. Lakini ukisha swali dhuhuri kisha ukaswali asri, unakuwa una shughuli nyingine zaidi ya wewe na dua tu kumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mpaka jua lizame. Ndio kazi kubwa ya mahujaji wanayoifanya katika viwanja vya Arafa. Ni siku tukufu, ni siku adhim, na ni nguzo, yani ile alwuqufu bi Arafa ni ruknun min arkani alhajj, kwamba ni nguzo katika nguzo za hija, kiasi kwamba ikiwa mtu hakusimama katika viwanja vya Arafa, maana yake nini? Maana yake huyu atatakiwa aje kuhiji tena wakani, ile haji yake itakuwa haikuwa sawa, kwa sababu hakuipata nguzo. Katika vitu vinavyoharibu ibada ile ni kuharibu nguzo ya nini? Nguzo ya haji. Kwa hivyo hii ni nguzo, na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema alhajju Arafa, hija ni Arafa. Na sio yeye tu aliyesimama katika viwanja vya Arafa, bali anasema wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ni maneno matukufu, maneno yanatakiwa yasemwe katika viwanja vya Arafa. La ilaha illa Allah, ya kwamba hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitafsiri kwamba hapana mola anayepasa kuabudiwa isipokuwa hawa, itakuwa bado hujasema vizuri, hujatafsiri haya maneno yanavyotakiwa. Lazima uweke kwa haki. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mwenyewe ametafsiri katika Qur'an aliposema dhalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna alladhina yad'una min dunihi al-batil, kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yeye ndio mwenye haki ya kuabudiwa. Hao wengine wanaombwa lakini hawana nini? Hawana haki ya kuabudiwa. Ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la yattakhidha ba'dhuna ba'dhan arbaban min duni Allah. Waambie manasara na mayahudi, njoni ila kalimatin, katika neno lililokuwa sawa kati yetu sisi na nyinyi, alla na'budu illa Allah, tusimwabudu yote isipokuwa Allah. Huyo ndio mwenye haki ya kuabudiwa. Wala yatakidha ba'dhuna ba'dhan arbaban min duni Allah, wala tusifanyane wenyewe kwa wenyewe humu ndani miungu kinyume na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih Isa ibn Maryam, laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha. Wamekufuru wale wanaosema Yesu ni Mungu, wamekufuru wale wanaosema Mungu ni mmoja katika nafsi tatu, yani al-abu wal-ibn wal-ruh wal-qudus, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hawa wamekufuru wenye kusema hivi. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye haki ya kuabudiwa. Kwa maneno haya yanasemwa katika viwanja vya Arafa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam, nimesema mimi na manabii waliopita kabla yangu, haya ndio maneno yaliyokuwa bora yaseme katika viwanja vya Arafa. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir.